Je, kimya cha Wakenya kinaanza kusema kitu kikubwa kuliko kelele za maandamano? Na kama ni ishara ya mabadiliko, basi siasa za Kenya zinaweza kubadilika haraka kuliko unavyofikiria. Leo tunaangalia video 4 tofauti kutoka kwa Gen Z hadi wachambuzi wa siasa ili kufichua ukweli ambao wengi hawauoni. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mjadala mkubwa sana mitandaoni kuhusu umaarufu wa Rais William Ruto, lakini swali ni je, hii ni propaganda ya mitandaoni au kuna kitu halisi kinaendelea kwa Wakenya? Manake video ya kwanza inamuonyesha dada mmoja Gen Z maarufu kama Gen Z Badi akieleza wazi kwamba mtazamo wake anaona kama Rais William Ruto amepoteza umaarufu wake nchini Kenya. Hii inaonyesha hisia za baadhi ya vijana, lakini je, hii ni sauti ya wachache au wengi? So guys, jana kulikuwa na Kalasha Awards, and before I even begin this video, let me just congratulate Wanjiro for having won the best documentary. Fast forward to the video. Ndapata na video must go akiingia Kalasha Awards. And tell me why. MC Akopa akisema His Excellency the President of the Republic of Kenya, the Commander-in-Chief of the Defense Forces, CGH, Dr. William Samoei Ruto. Hakuna mtu anapiga makofi. Hakuna mtu anapiga makofi. Uwe MC mwingine mkanasema wapi makofi ya rais jamini? Uwe Yesu anaweza. Ewe one time. Kai, rais ana match tu amumpigi makofi nyinyi watu wa Kalasha nyinyi. Lakini kama Wanjira alikuwa hapo, ai. That must have happened. That ought to have happened. Anyway, one time during the swap, kindly follow me on Instagram, Facebook and X. Follow my backup account also. Papas register Savote if you haven't. Na nawapenda sana. Kisha kuna hii video inaonyesha Rais William Ruto akiwasili KICC kwa Kalasha Awards. Kile kilichowashangaza wengi si kuwasili kwake bali reaction ya umati. Jamaa anasema hata MC alilazimika kuhimiza watu wampigie rais makofi. Lakini hapa ndipo swali linakuja. Je, kimya cha umati kina maana gani? Ni heshima au ni ishara ya kutoridhika? Bwana Kasongo walked into Kalasha Awards. Yes, tonight, with the highest honor and privilege, we welcome the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief. Akarealize wajinga waliisha Kenya. Of the Kenya Defense Forces, His Excellency. No one was clapping, hakuna hata mtu mmoja. Dr. William Samoei Ruto, CG. And the MC alikuwa na beg, bana, pigieni rais makofi. Wapi makofi? Ladies and gentlemen, please make some noise for His Excellency the President of the KICC. Pigieni rais. Ladies and gentlemen. Not even a single person clapped. Keep your hands together for His Excellency. Video nyingine inaonyesha kijana mwingine Gen Z akiwashauri wanaojiita two-term supporters kwamba wanapaswa kutafuta kazi badala ya kutegemea siasa. Hii inaonyesha mabadiliko ya fikra kwa vijana kutoka kwa siasa za ushabiki hadi siasa za maslahi binafsi. Two-term, bara utafute hata kazi ya kuchoma mahindi, kazi ni kukaa tu pale Jakaranda kwa gunia. Unafikiria anakonda akirudi anakuhitaji tena? Hata hiyo 200 anakupatianga atakupatia juu anakuhitaji saa hii. Akisharudi hata akuhitaji. Aro, utaruko na msikuje kuleta mchanganyiko. Saidia one time msilete mchanganyiko. Akiwaruka muende muhilu na huko muachane kabisa, mquit. Mshughulike na ulevi. Aro. Wewe robo kwa tututa mnu umekalia gunia Jakaranda. Hizo gunia tutakuja na lori tusanye tutupe, mjue kujitafutia. Aro. Ukinunua dawa ya Amiba unapatiwa dawa ya Amiba. Kwanza nasikianga tu kuna mwanasiasa fulani anapatiana 200 pale. Ukienda pale kwa bunge, huwezi pata hata mtu hata mmoja. Ameenda kuchukua 200 huko unapata wamepigana mpaka hata unashindwa shida ni gani. Jueni kujitafutia kilicho chako, wachana mambo ya siasa wewe. Siasa itakulisha mpaka wacha ujinga. Na sasa kutoka kwa mitandao hadi kwa wataalam, mchambuzi wa siasa anaeleza kwamba Rais Ruto anakumbana na changamoto kubwa kisiasa, hasa katika kushughulika na ODM wakati ambapo Raila Odinga yupo kwenye ulingo. Hii si kuhusu umaarufu tu, ni kuhusu nguvu ya kisiasa na control ya narrative.
William Ruto. Me, I must tell the country the truth about what's happening right now as we are speaking. Kuna clip hapa nataka kuonyesha ya Otiende Amollo akiwon ama wakati alikuwa amewon Oburu Odinga kuhusu mambo ya Edwin Sifuna. Akamwambia Oburu, usikuwe na mbio kukimbiza Edwin Sifuna. Sifuna will be a powerful man. This one I said it. I told the country, I told you William Ruto, touching Sifuna will cost you. I said it. Sasa kama ulikuwa unaona mimi nilikuwa naongea mchezo kama Ndruchi and you never took me serious, angalia Otiende Amollo ameconfirm what I was saying. Nikajua huyu Sifuna will be a very powerful guy in our Kenyan politics. Sasa aje nikwambie ukweli wa mambo. Maybe unaweza kosa kuelewa why Otiende Amollo is saying this. Kuna grupu ya watu wako kwa broad-based government who are not satisfied with the marriage yenye mlikuwa nayo wewe na maybe Raila, lakini Raila nilikuwa najua alikuwa anakujeza. I said it in so many clips before. Nikajua foot soldiers wa Raila, kuna watu werevu hapa kina Otiende Amollo, akina Mary Odhiambo, wenye wako hapo kwa broad-based government, akina Ruth Odinga, who are planning to exit from broad-based government. I'm telling you, it won't take 2 months from now. Otiende Amollo, Mary Odhiambo Mabone, the bad girl, na Ruth Odinga, na kuna timu ingine nyingi kubwa sana kutoka hapa nyuma itatoka hapo iende kwa Sifuna. This one, put it somewhere, you'll confirm what I'm telling you. Ukiona venye Otiende Amollo anazungumza kuhusu Oburu venye alimuona, ni kumaanisha they are not satisfied to be in that broad-based government. Labda umeona hiyo ndio sababu unaharakisha kwenda tena Mount Kenya kwenda kuwachanganya ama kuwadanganya ama kutafuta namna ya kurudi kule. Hakuna, ulipata confusion. You were mixed up. You were not sincere with your presidency. That's why hapa kumegonga mwamba kwa Wajaka. Mount Kenya kumegonga mwamba. Kila mahali kumegonga mwamba. Kutoka zamani Ukambani huko unaenda kuligonga mwamba kitambo sana. Western Kenya, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula hawawezi kusaidia. Super Governor George Natembeya has taken over. Nairobi kumegonga mwamba. Umeona leo Mbadi amefukuzwa na watu hapa Nairobi. Amekimbizwa watu wakiimba one term. You are cabinet secretary. Na hao ndio unaamini eti wanaenda kusaidia hapa mbele. You don't have a foot soldier who will step in the campaign field to campaign for you, William. Sasa nilikuoni mapema. Nilikuambia maneno itakuja kukukost. Sasa uko hapo na hakuna venye utajitoa. Ulijingiza ukaingia in the muddy. You can't get out of it. Unaendelea kuskid around. Up. Hakuna kusonga mbele. William, kubali yaishi. Enda nyumbani. Enda Sugoi. Me, I warned you, you never obeyed. Nikakwambia peleka nchi njia nzuri. Panga serikali kae mzuri. Sasa unaona hapa umegonga mwamba. Sasa hakuna reverse gear. Already Kenyans wamekuwa informed. They are updated. That's why I'm also telling the country that we must shape Kenya going forward. I've told you. Hii umegonga mwamba. Next episode inaileta. Hivyo basi, tukizingatia video hizi zote 4, kuna picha moja inajitokeza ya kwamba vijana wanaongea, umati unaonyesha hisia tofauti, na wachambuzi wanaonya kuhusu mabadiliko ya kisiasa. Lakini je, hii inamaanisha ukweli kwamba Ruto amepoteza umaarufu au ni kipindi cha mpito ambapo wananchi wanatafuta mwelekeo mpya? Kwa sababu ukweli ni huu, siasa hubadilika haraka sana, na kile tunachoona leo kinaweza kuwa mwanzo wa kitu kikubwa zaidi. Unadhani hii ni ishara ya kupotea kwa umaarufu au ni kelele za mitandaoni tu? Niachie maoni yako kwenye comment section, nataka kusikia kutoka kwako. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Please give it more intentionality.
Over 90% of these people in this hall are creatives and they are looking for your guidance, Your Excellency. You are the first sitting president who has joined the Kalasha Awards, so they have been waiting for years and decades for your presence. So one more time, Eddie, come and mark the scene. And Your Excellency, slowly, deliberately, and intentionally. Karibu tena, stand by. So let's on set, one for safety. Scene 2, take 2, soft clap. Stand by. Stand by. Over to you, Eddie. And action. Lights, camera, action. The story is Kenya, and together we will take it to the world. Happiness! Happiness! Thank you very much, Your Excellency. Please, a round of applause for His Excellency. Punguza mdomo bana, wewe ni mwanaume bana. Ama tukuvalishe kamisi. Ama tukuvalishe panty.